Watanzania wahimizwa kuzikataa njama zinazolenga kuwagawa na badala yake wakumbatie amani. Na katika michezo, vilabu vya Yanga na Simba kushuka dimbani leo katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar kucheza mechi ya ngao ya jamii. Habari za asubuhi watazamaji, karibu kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopo mbele katika magazeti yaliyofikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaanza taarifa yetu ya habari. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa amewataka Watanzania kuendelea kuikosoa na kuishauri serikali huku akikumbuka kuilinda amani pamoja na kuilinda miundombinu inayotekelezwa hapa nchini. Ziara waziri wa Mifugo na Uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa hapa katika manispaa ya Musoma mkoani Mara. Ziara hii ni ziara maalum ambayo inalenga kuzindua na kukagua miradi ya maendeleo ambayo inatekelezwa na serikali hapa mkoani Mara. Dr. Bashiru akiwa hapa katika manispaa ya Musoma mkoani Mara anazungumza na wananchi wa kata ya Bweri na Rwamlimi na kisha kuzindua daraja, na hapa anawataka wananchi kuwa sehemu ya kulinda amani ya taifa hili, kwani mkoa wa Mara ni kitovu cha amani katika nchi hii. Unarahisisha mawasiliano ya uhakika na kuunganisha kata za Bweri, mitaa ya Majengo na Nyambisale, na pia kupunguza umbali mrefu kwa wananchi. Kasi tulionayo ya kutekeleza dira ya maendeleo ya 2050 imeanza vizuri. Tunachowaomba wananchi, muunge mkono serikali, muendelee kuiunga mkono, lakini pia muendelee kuishauri, kuikosoa, lakini muendelee kulinda amani, umoja, mshikamano na upendo ambao baba wa taifa ambaye anatoka katika udongo wa Mara alituachia kama urithi wa milele. Wananchi wakizungumzia swala hili nao wanapongeza serikali kwa namna ambavyo inaweka jitihada za kuhakikisha amani ya taifa hili inalindwa. Ni wajibu wa kila mmoja, na amani inapokuwepo ndio na sisi tunapokuwa huru, na amani ikitoweka hakuna uhuru wowote. Musoma iko salama, tutaendelea kulinda amani, utulivu, tutaendelea kuwa wamoja na tutaendelea kuwa na mshikamano. Kwa mambo yote yanayofanya serikali yetu, mimi napenda nipongeze tu kwa ujumla kwamba kazi kubwa inayofanya kulinda amani katika nchi hii, mimi naomba nipongeze kwa dhati. Katika hatua nyingine, Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa ametembelea ujenzi wa soko hili katika manispaa ya Musoma mkoani Mara na logharimu zaidi ya shilingi bilioni 4.95. Kutoka hapa katika manispaa ya Musoma mkoani Mara, jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 10. Wakazi wa kata ya Masugulu katika wilaya ya Nanyumbu mkoani Mtwara wameshukuru na kuipongeza serikali kwa kutatua kero ya muda mrefu ya maji katika mji, kero ya muda mrefu ya kupata maji katika wilaya hiyo baada ya serikali kutoa fedha zaidi ya shilingi bilioni 40 na kutoa maji mto Ruvuma na kusambaza maeneo mbalimbali ndani ya wilaya hiyo. Hii ni furaha ya wakazi wa kata Masuguru katika wilaya Nanyumbu mkoani Mtwara. Furaha hizi wanazionyesha mbele ya waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga aliyetembelea katika kata yao kukagua mradi wa maji wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 40. Mradi ambao unaenda kutatua kero ya muda mrefu ya upatikanaji wa maji katika mji wa Mangaka na baadhi ya kata ndani ya wilaya hii ya Nanyumbu. Wananchi hawa wanaeleza kwamba miaka mingi walikuwa wanateseka, lakini serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imesikia kilio chao na kutatua kero ya miaka mingi. Watu wamehangaika sana kubeba mandoo kichwani, kukesha visimani, wanyama mbalimbali wanakimbia wanaacha mandoo mtoni. Kwa hiyo tunashukuru sana ulivyofika huo mradi wilaya ya Nanyumbu kata ya Masuguru, kwa sababu tulikuwa tunaenda Ruvuma kuchota maji. Kila ukifika kule unadakwa na mamba, vifo vingi na watoto wengi wamepotea kwa sana, vilema wengi. Kwa hiyo kuanzia na leo hii kidogo imani ipo. Tunashukuru sana, tunashukuru serikali, tunashukuru sana kufikia hatua hii, tena sana tunashukuru. Mbele ya wakazi hawa, waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga anaeleza mradi huu, ndugu zangu, ni takriban bilioni 43.237. Kwa hiyo ni mradi wenye gharama nyingi na chanzo chake lazima kitunzwe, na sisi wananchi ndio sehemu muhimu sana ya kuendeleza uhifadhi ili
sisi na wajukuu wetu wote tuweze kunufaika na miradi hiyo. Kutoka katika kata Masuguru hapa wilaya Nanyumbu mkoani Mtwara, Damalima, Channel 10. Halmashauri ya Jiji la Tanga imewataka vijana waliochukua mikopo ya 10% inayotokana na mapato ya ndani kuirudisha ili wengine waweze kukopa kwa ajili ya kuwainua kutokana na fursa za kiuchumi zilizopo ikiwemo kilimo na uvuvi. Kundi la vijana linatajwa kuwa na nguvu ya kuchambua na kufanya maamuzi kutokana na rika hilo kuwa na uwezo wa kutumia teknolojia kwa haraka. Tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba yale makundi ya vijana yanapata zile taarifa ambazo ni sahihi. Mifumo hii ambayo tunaitumia au taratibu hizi inatupunguzia au kutuondolea ile fikra potofu kwa baadhi ya makundi ya vijana kuona kwamba wametengwa na kuna baadhi ya fursa ambazo wao si haki yao, si halali yao, kuna makundi maalum. Kwa hiyo kwa sababu tayari tunawatambua na tunajua wanapatikana wapi, tunafikishia ile habari na kuwatengenezea mazingira ya wao kuweza kunufaika. Akizungumza na vijana kwenye kongamano maalum kwa ajili ya kuelimisha namna ya kuchangamkia fursa zitakazowasaidia kutengeneza ustawi wao kwenye jamii na taifa, mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii katika halmashauri ya Jiji la Tanga, Simon Mdende, amesisitiza urejeshaji wa mikopo ili kuwapa na wengine. Fedha zinazokopesha zinatokana na vyanzo viwili vya fedha. Kwanza kuna zile 10% inayochangiwa na halmashauri ya Jiji la Tanga, lakini pia kuna zile ambazo ni marejesho zinatoka kwenye mikopo ambao wanawake, vijana, watu walemavu wamekopa. Kwa hiyo wakirejesha kwa wakati tutaongeza ukubwa wa ukopeshaji. Zingine zote zilizokopesha zinatokana na marejesho ambayo vikundi tumefanya. Sasa hivi tumepewa sana kipaumbele. Kwa hiyo tunashukuru sasa hivi at least ajira zinaonekana, fursa zipo. Tunatakiwa tuwajibike, tutumie mitandao vizuri kwa ajili ya kujipatia fursa na ajira. Tumekuwa walimu wa kuwafundisha wenzetu ambao wanahitaji kuwa kama sisi. Kwa kupitia sisi ndio imekuwa chachu ya wenzetu na sasa uzikimbilia hizo fursa za mikopo ya 10%. Kwa mwaka wa fedha 2025-2026, halmashauri ya Jiji la Tanga imeweza kutoa mkopo wa shilingi bilioni 2.9 katika vikundi 113 vya vijana. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Inaelezwa kuwa takriban ndoa 1000 huvunjika kila mwaka, huku changamoto za kiuchumi, wivu, usaliti, kuingiliwa na ndugu pamoja na ukatili zikitajwa kuwa miongoni mwa sababu kuu zinazoendelea kutikisa ndoa nyingi hapa nchini. Hayo yameelezwa jijini Dodoma na wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, Bwana Peter Mbogoro, wakati akizungumza na Channel 10 kwenye kipindi cha Baragumu Live, kama anavyoeleza. Hali ya ndoa kwa sasa kwenye nchi yetu ya Tanzania, kutokana na takwimu ambazo zinatolewa na RITA, taasisi chini ya Wizara ya Katiba na Sheria, kwa mwaka 2023 idadi ya watu waliopata zile certificates za kuvunja ndoa zilikuwa ni 711. Mwaka 2024 ilikuwa ni idadi ya ndoa 1569, na mwaka jana 2025 idadi ilikuwa ni 1172. Changamoto za kiuchumi, wivu, usaliti, lakini pia hata kuingiliwa na ndugu, jamaa na marafiki, ukatili ni miongoni mwa sababu ambazo zimekuwa zikichangia kwa kiasi kikubwa sana ndoa nyingi nchini kuvunjika. Aidha, wakili Mbogoro anatoa rai kwa jamii katika uchaguzi wa wenza wao, akisisitiza umuhimu wa kuchagua mtu ambaye yupo tayari kushirikiana katika changamoto na furaha za maisha. Kutokana na takwimu hizi, ninatoa wito kwa wanandoa. Moja, kabla kwanza ya kuingia kwenye ndoa, lazima tuhakikishe kwamba unakuwa na uhakika kwamba partner unayemchagua ni yule ambaye umepanga kuishi naye katika miaka yako yote iliyobakia, kwa sababu hiyo ndio lengo hasa la sheria yetu chini ya kifungu cha 9 cha sheria ya ndoa mwaka 71. Lakini pia lazima tufahamu kwamba hata kama mwenza wako yuko smart na yuko perfect, yuko sawa kiasi gani, ukweli ni kwamba kila mtu ana changamoto zake. Kwa changamoto ambazo zinaweza kuvumilika, sisi wote wanandoa tunafahamu, tunavumiliana. Mnakaa chini, mnajadiliana, mnatatua changamoto zenu, mnamaliza tofauti zenu, mnalea watoto wenu, mnaendelea na ndoa yenu. Lakini pia nitoe wito au rai kwa wanandoa wote nchi nzima bila kujali jinsia, kwamba popote ambapo kunakuwa na ukatili wa kijinsia usifumbie macho. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10.
Tanzania inatarajia kuwa mwenyeji wa kongamano la 12 la uhandisi barani Afrika litakalowakutanisha wataalam karibu 1000 litakalofanyika Septemba 13 hadi 17 jijini Dar es Salaam, likilenga kubadilishana uzoefu pamoja na kutafuta suluhisho la changamoto zinazokabili sekta ya uhandisi barani humo. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Rais wa Taasisi ya Wahandisi Tanzania IET Mhandisi Asa Mwaipopo amesema kongamano hilo si jukwaa la kujadili uhandisi tu, bali ni fursa ya kujenga ushirikiano, kukuza ubunifu na kuandaa wataalamu watakaosaidia Afrika kupata maendeleo, hususan vijana na wanawake, makundi ambayo yanapewa msukumo wa kushiriki kwa wingi katika sekta hiyo. Kutakuwa na sehemu maalum ya wanawake walio katika uhandisi, ili wanawake wengine na hasa wasichana waone kwamba uhandisi na wao unawahusu. Got united as Africa through the Africa Engineering Week, so that now we have more seats and more position at the global level. Like now we chair capacity building, I'm also a vice president, and more opportunities like this engineering capacity building project for Africa. Mhandisi Martin David ni mwenyekiti kamati ya maandalizi wiki ya wahandisi na mkutano mkuu wa mwaka. Amesema athari za mabadiliko ya tabia nchi ni miongoni mwa mada zitakazojadiliwa kwa kina, licha uwepo wa njia mbalimbali za kitaalamu za namna ya kukabiliana na changamoto hizo zinazojitokeza wakati wa utekelezaji wa miradi mbalimbali, ambapo bado suluhisho la kudumu ni kuhakikisha kila mmoja anashiriki kwa vitendo katika utunzaji wa mazingira. Jibu la moja kwa moja kwamba je, ni sizing tu ya structure, lakini kuna management ya waterway yote, yani njia yote ya maji inaweza kusababisha, kwa sababu shughuli za kilimo zinaweza kusababisha haya matatizo. We spoke about African leapfrogging, we spoke about digital transformation, about AI. So in the evening of the awards, we will also be awarding 3 recipients to the AI Plus engineering challenge that is currently running. The challenge will close towards the end of the month. Eden Bahati, Channel 10. Zaidi ya wanafunzi 20 katika shule ya sekondari ya Kiislamu ya wasichana Kilimanjaro Maadili Islamia inayomilikiwa na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA wamenusurika kifo kufuatia bweni moja katika shule hiyo kuwaka moto na kuteketeza baadhi ya mali za wanafunzi wa shule hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari katika shule hiyo iliyopo katika ofisi za BAKWATA Manispaa ya Moshi, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Kilimanjaro Jeremia Mkomagi amesema bweni hilo limeteketea kwa moto majira ya saa 7 mchana wakati wanafunzi hao wakiwa darasani muda mchache baada ya kutoka salati dhuhuri. Amesema walipokea taarifa za kutokea kwa moto huo kutoka kwa wasamaria wema na ndipo walipokimbilia katika eneo la tukio na kufanikiwa kuuzima moto huo. Tulifika katika eneo la tukio saa 7:53 na tukakuta moto unaendelea kuwaka katika bweni. Hivyo askari wa zimamoto na uokoaji walifanya juhudi za kuuzima moto huu. Tunashukuru kwa sababu tukio hili la moto hakuna vifo ambavyo vimetokea, lakini pia hakuna mwanafunzi ambaye amejeruhiwa ama kupata madhara. Kwa hiyo wanafunzi wote wako salama. Jumla ya wanafunzi 110 ambao wapo katika shule hii wote wako salama. Sheikh mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Sheikh Shabani Mleo amelishukuru Jeshi la Zimamoto kwa kufanikiwa kuuzima moto huo na kueleza kuwa tayari wamekwisha wapatia hifadhi wanafunzi hao ili waendelee na masomo huku taratibu nyingine zikiendelea. Ni haraka sana kusema kwa sababu tukio limetokea muda sio mrefu. Kwa hiyo ni lazima baada ya hapa situkae tuone tunafanyaje kuweza kuwasaidia watoto waendelee na masomo. Lakini kwa kuendelea na masomo watoto wataendelea, sababu mbali na bweni lakini maeneo tunayo mengi ya kuhifadhi watoto katika kipindi hiki. Kwa hiyo watoto wataendelea na masomo wala hayatakatishwa kutokana na tukio hili, lakini baada ya muda mfupi katibu wa mkoa atatoa tamko letu rasmi juu ya nini kitakachofuata. Mkuu wa shule hiyo Bwana Mohamed Lukua akaeleza mazingira kutokea kwa ajali hiyo, ambapo mimi nilikuwa ofisini nikasikia makelele ya wanafunzi wakiwa wanapiga kelele za moto. Basi nikakimbia nikakuta wanafunzi, lakini nilikuwa na walimu wenzangu. Lakini kwa muda huo kama moto umeonyesha moshi juu, kwa hata majirani nao walikuwepo. Kwa wakatusaidia kutoa baadhi ya vitu kama vitanda na matranka, lakini tukapigia zimamoto na tumefanikiwa kutoa baadhi ya vitu kama vitanda na baadhi ya matranka, lakini magodoro kwenye hicho chumba kimoja yameungua yote.
tutaanza kuwapa wanafunzi waathirika ambao ni 23 tu waliokuwa wanalala kwenye bweni hili mahitaji ya muhimu kama vile mataulo yao ya kike kwanza, miswaki na dawa, lakini na vitu vya msingi ambao tunaona wanavihitaji kwa muda wa haraka kadri iwezekanavyo. Nikiripoti kutoka hapa katika shule ya sekondari Kilimanjaro Maadili Islamia iliyopo manispaa ya Moshi, mimi naitwa Ahmad Nandonde, Channel 10. Serikali imewaasa vijana nchini kutambua kuwa kazi sio ile ya kuajiriwa ofisini pekee, bali kazi zingine zenye staha zinaweza kufanywa kwa ubora na zikazalisha, na zinaweza kufanywa kwa ubora pamoja na uaminifu. Nasaha hizo zimetolewa jijini Dodoma na Katibu Mkuu wa Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana Bi Jennifer Omolo wakati alipokuwa akifungua maadhimisho ya Siku ya Vijana Kimataifa kwa mwaka 2026. Kazi ipo katika kilimo, ufugaji, uvuvi, viwanda, biashara, madini, ujenzi, teknolojia, sanaa, michezo, utalii na huduma mbalimbali. Kitu muhimu ni kijana kuona kazi kwa heshima. Tusidharau kazi. Kujenga ujuzi unaotambulika na kufanya anachofanya kwa ubora na uaminifu. Aidha, Katibu Mkuu huyo Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana akachukua nafasi hiyo kuwakumbusha vijana umuhimu wa kutunza afya zao. Jifunzeni pia kusema hapana, jambo linalohatarisha maisha yenu. Rafiki anayekusukuma kutumia dawa za kulevya, kufanya uamuzi usio salama au kuacha jambo jema si rafiki anayejenga maisha yako. Ujasiri si kufanya kila jambo wanalofanya wengine. Ujasiri ni kusimamia kwenye uamuzi unaolinda afya. Mapema mwakilishi wa shirika la idadi ya watu la Umoja wa Mataifa UNFPA Majaliwa Malwa akafafanua kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu inayosema mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Vijana wanaweza kutoka katika mazingira tofauti, mijini au vijijini, upande wa pili wa muungano ama Tanzania bara, wenye ulemavu au wasio na ulemavu, kutoka familia na jamii zenye fursa tofauti, lakini wote matarajio ya msingi yanafanana. Vijana wa Kitanzania na kote duniani wanataka elimu bora, wanataka ajira na fursa za kujiajiri, wanataka mazingira salama na yenye heshima. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Na katika ungo ya michezo tunaelezwa msimu wa mashindano ya soka Tanzania bara kwa mwaka 2026-2027 unatarajiwa kuanza rasmi leo kwa mchezo wa ngao ya jamii utakaowakutanisha vigogo wawili wa soka la Tanzania, Yanga na Simba, mchezo utakaopigwa katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Mchezo huo wa ngao ya jamii unatarajiwa kuchezwa majira ya saa 2:15 usiku katika uwanja wa New Amani Complex, ambapo kuelekea mchezo huo makocha na wachezaji wa timu zote mbili wameeleza kukamilika kwa maandalizi yake. This is the first time I'm involved in this derby. Maandalizi yetu yanakwenda vizuri, ingawa hatukupata muda mrefu wa kujiandaa kwa sababu timu zote mbili zilikuwa na michezo mwishoni mwa wiki. Pia hatukupata muda wa kutosha wa maandalizi wakati wa kipindi cha kabla na kuanza kwa msimu. Hata hivyo, naamini hali hiyo ni sawa pia kwa Simba. Kwa hiyo itakuwa jambo la kuvutia kuona namna timu zote mbili zitakavyocheza. Nina imani kubwa na timu yangu. Tuna kikosi chenye uwezo wa kucheza soka zuri na la kuvutia. Mipango yetu ni kushinda katika mchezo, na ni mechi ambayo tunahitaji kufanya hivyo ili safari yetu nyingine ya kuanza kwa ligi kwa msimu huu, na bahati tunaanza na mchezo wa kombe na litakuwa jambo zuri. Na unajua, kucheza mchezo kama huu lazima ucheze kwa tahadhari zote, hivyo tumejiandaa, lakini tutapambana kuhakikisha tunapata matokeo mazuri.
We have a big desire to win. Maandalizi yamefanyika vizuri na sisi kama wachezaji tupo tayari kwa ajili ya kuanza msimu, na ukizingatia kwamba Ngao ya Jamii ni sisi ambao tunaishikilia. Kwa hiyo huu ni msimu mpya na tupo tayari kwa ajili ya kutetea ngao yetu. Tunamshukuru Mungu kwa katika hali nzuri. Mchezo mgumu na ni mchezo pia muhimu kwetu sisi, tunahitaji matokeo. Kwa hiyo na imani timu itakuwa imejiandaa vizuri, tunaweza kupata matokeo. Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Naam, mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari katika magazeti ambayo yametufikia hivi leo.